Na hivi sasa navyoongea nipo katika mtaa wa Zavara iliyopo katika kata ya Buyuni. Leo hii mwenyekiti wa serikali ya mtaa Zavara Bwana Fadule leo hii ametembelea zahanati hiyo ni kuona namna gani maendeleo yanavyoendelea. Mwenyekiti huyo ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Zavara alifanya ghafla ziara hiyo, ambapo amekagua na ikaonekana kwamba hospitali ya zahanati sasa imekamilika kwa kila jambo. Hivyo aliwaomba wananchi wote wanaoishi karibu na mtaa huo, kata na sehemu zote waje kwa wingi katika hospitali hiyo, kwani hospitali hiyo imekuwa na kila kitu, huduma ya kijamii, huduma za kiafya, madawa mengi yanapatikana. Hivyo mwenyekiti alitumia fursa hii kuwatangazia hoteli rasmi sasa hii hospitali imefunguliwa zaidi ya miezi mitatu. Nipongeze kwa mwenyekiti wa serikali mitaa ya Zavara. Basi ni mimi si mwingine ni Michael, mara nyingi nikiripoti katika eneo hili la zahanati. Daktari wangu akiwa anaendelea kutoa huduma kwa wagonjwa ambao wamekuja kwenye zahanati kuja kupata huduma. Hongera sana mwenyekiti, naona dawa zipo zimejaa hapo. Hebu ziangalia hapo. Dawa zipo, kwa hiyo wananchi karibuni sana katika huduma. Hospitali ipo, madawa yapo tele. Mheshimiwa Rais ameleta madawa kwa ajili ya wananchi wako. Mheshimiwa, labda mwenyekiti, naona sasa manesi wapo, kazi inaendelea kama kawaida. Labda wito wako sasa, wengine nasema ile hospitali haina dawa, wathibitishie sasa. Mimi nathibitisha kwamba hospitali dawa zipo za kutosha na tuna store ambayo kama hivi unavyoiona huko ndani. Labda mheshimiwa mwandishi wa habari, ukiangalia hapa tuna store ambayo tayari imejaa dawa. Imejaa dawa. Dawa zipo za kutosha bila kutokuwa na hofu kwamba serikali chini ya Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametuangalia kwa wito wake na kutuona sisi kwa kutuonea huruma. Ameleta dawa za kutosha hospitali na dawa za kutosha. Kwa hiyo hakuna changamoto ya swala la dawa. Ile isipokuwa wito wangu ni kwa wananchi kuendelea kuja kupata huduma katika hospitali yetu hii ya Zavara. Majina naitwa Faridu Rashidi Sadiki, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zavara iliyopo kata ya Buyuni, wilaya ya Ilala, jiji la Dar es Salaam. Leo nimekuja katika hospitali hii, zahanati hii iliyopo mtaa wa Zavara. Lengo ni kuja kuangalia huduma ambazo zinazoendelea na pia kuangalia mwitikio wa wananchi ambao wanavyoweza kuendelea kufika kwenye zahanati. Zahanati hii ilifunguliwa mnamo tarehe 16 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Hivyo basi leo tunakuja hapa, lengo ni kuwaelekeza wananchi na kuwaeleza wananchi kwamba watambue kwamba zahanati yao ambao tayari serikali imeona kwamba ipo haja ya kuleta hospitali katika mtaa huu wa Zavara tayari imeshaanza huduma. Hivyo wananchi, wito wangu kwa wananchi wangu wa mtaa wa Zavara lakini na mitaa jirani waweze kutambua kuja hapa, kwa sababu huduma sasa hivi ipo, ziko vizuri, wahudumu wako vizuri, serikali imetuona, madawa yapo, wataalamu wapo. Kwa mimi ninawakaribisha katika mtaa huu wa Zavara waje wapate huduma iliyo safi na salama. Wataalamu wapo wa kutosha. Miundombinu iko vizuri, haiko vibaya, iko vizuri kabisa. Nadhani tutafikia hatua, waandishi wa habari, utaenda kujionea kwa matendo kwamba serikali tayari imeleta mradi wa barabara ambao kwa niaba ya kuhakikisha kwamba mtaa huu unafunguliwa pamoja na hospitali ili kutokukwamisha jitihada za wananchi kutokufika kwenye hiyo hospitali na zahanati kwa ujumla. Naendelea tu kuwasihi wananchi kwamba waunge mkono jitihada za serikali. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameona ipo haja ya kuwaondoa wakina mama katika utumwa wa kwenda kutafuta huduma mbali. Leo tumeletewa huduma hapa karibu na tayari chumba cha kujifungulia wakina mama, huduma hiyo tayari imeanza rasmi. Leo ninapotamka tarehe ya leo ambayo ni tarehe 8 mwezi wa 7, tayari huduma kwa mujibu wa maelekezo ya mganga mkuu ambaye ni mfawidhi wa wilaya yetu tayari amefika hapa kwa ajili ya maelekezo kwamba huduma ya uzazi inaanza kutolewa kuanzia leo. Kwa hiyo wale watu waliokuwa wanaenda kujifungua labda wanaenda huko hospitali za mbali, tayari huduma imeanza rasmi leo katika mtaa huu wa Zavara katika zahanati. Moja ya ambazo zinazohitajika kuongezeka ni pamoja na jengo. Tunahitaji kuongeza jengo kubwa kwa sababu ya kuendelea kina mama. Hata tukipata kina mama 20 wa 30 wana uwezo wa kujifungua kwa siku moja. Kwa hiyo tayari mikakati ipo na sio muda mrefu wataanza kuona wananchi huduma hizo inaanza kujengwa hilo jengo. Lakini kwa sasa
kwa kuwa jengo ambalo lipo tunalo la kujifungulia la dharura, lakini tayari tunapokea wagonjwa kwa sababu ya kujifungua. Lakini tayari jengo la kina mama lipo kwenye harakati za kuanza kujengwa chini ya uongozi wa serikali ya mtaa pamoja kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuweza kutengeneza hilo jengo.